Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa kipindi chako pendwa, kipindi kinachokwenda kwa jina la Mama wa Leo. Na leo tutajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala mazima ya mama wa leo. Mama wa leo tutakwenda kumjua ni mama wa namna gani, na mama wa leo ni mama wa muonekano upi. Lakini pia nikukaribisha wewe ambaye unayetufuatilia kipindi hiki. Ni kipindi kipya sana kwa ajili yako kinachopatikana hapa Nabii Elia Online TV. Karibu sana na Mungu atawabariki. Ni kipindi maalumu kwa ajili yako wewe mama unayefanya biashara, mama unayefanya kazi, mama wa nyumbani, mama kijana na mama mwenye ndoto na kila mwanamke ana ndoto na kila mwanamke anayepambana kwa ajili ya kujenga maisha bora. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Langu jina mtangazaji wako naitwa Elia Eliudi Muile. Tuwe nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa ajili ya kuweza kujua na kujifunza mambo mbalimbali yanayomhusu mama wa leo. Lakini pia niko na mgeni hapo, tutakwenda kumfahamu kwa majina yake baada ya kipindi hiki. Karibuni sana na Mungu hatawabariki. Na hiki kipindi bwana kimepewa mkono wa shirika na chuo cha Udzungwa Professional Training College. Bwana hao watu bwana wanapatikana mkoani Morogoro, wilaya ya Kilombero, mkabala na lango kuu la kuingilia watalii hifadhi ya milima ya Udzungwa. Opposite tu utakutana na bango letu kubwa limeandikwa Udzungwa Professional Training College. Bwana wewe ukiwa unatokea Ifakara mjini, fika mpaka sehemu moja wanapaita stendi ya kona. Hapo mbele kidogo utakutana na bango letu kubwa ambalo limeandikwa Udzungwa Professional Training College. Hao watu bwana wanatoa kozi muhimu sana na kozi ambazo zenye manufaa katika jamii. Pia wanafundisha masuala mazima ya tourism tour guide, wanafundisha pia masuala mazima ya hotel management pamoja na computer program. Lakini hawajaacha mbali nyinyi mnayependa kujua Kifaransa kwa ufanisi zaidi na kwa uwezo mkubwa sana. Wanafundisha Kifaransa pia, lakini wanatoa ofa ya masomo ya Kiingereza bure pasipo na shaka yoyote. Karibuni sana. Wana walimu wenye uweledi mkubwa na wazoefu wa kazi. Mazingira yao ni mazuri na rafiki kwa ajili ya ufundishaji. Wewe ulioko nyumbani sasa hivi umesumbuka na unatamani kujua hao watu wanapatikana wapi, wasiliana na namba zao hizo zilizo hapo chini kwa ajili ya kupata maelekezo mazuri na namna nzuri ya kuweza kufika chuoni hapo. Karibuni sana na Mungu atawabariki. Leo katika kipindi chetu tunachomuongelea mama, tutajifunza mambo mengi kabisa. Tuko na mama hapa kijana ambaye aliyofanikiwa katika zoezi zima la kuweza kutunza familia na kuweza kujua mambo mengi ambayo yeye anayafanya. Karibuni sana, usitoke katika kipindi chako pendwa kwa ajili ya kuweza kupata mambo kadha wa kadha. Hebu twende breaki, baada ya hapo tutakwambia nini tulichokuja nacho. Karibu. Naam, hapa leo tutamzungumzia mama, maisha halisi ya mama. Tunazungumzia kwamba changamoto, familia, mambo mengine mengi, biashara, malezi, mahusiano, urembo na teknolojia na mambo mengine. Kama nilivyowahi kuambia, mtangazaji wako kwa majina yangu naitwa Elia Eliudi Muile. Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Wewe ulioko nyumbani sasa hivi ukisikia sentensi inayosema mama wa leo, unawaza nini ama unafikiri nini? Tutakwenda kujua. Sawa. Na leo tuko hapa katika kuweza kukujuza tu hayo mambo tumekwisha kuambia. Tuko na dada hapa, mgeni wetu atakwenda kutujibia maswali mengi ya kujua kwamba mama wa leo ni mama wa namna gani. Pasipo na shaka yoyote, nimkaribishe kwanza aweze kukusalimu. Dada, habari? Salama. Kwa majina yangu naitwa Elia Eliudi Muile. Kwa faida ya watazamaji wanaotusikiliza sasa hivi na kutufuatilia katika kipindi chao pendwa cha Nabii Elia Online TV, wanataka kufahamu unaitwa nani? Hello, kwa majina naitwa Nasra Shabani Hassan. Nasra, wewe ni mkazi wa wapi Nasra? Mimi ni mkazi wa Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Nasra Shabani, wewe unajihusisha na issue gani ama unajihusisha na kazi gani? Mimi najihusisha na masuala ya saluni. Saluni. Safi. Na pasipo na shaka mpenzi mtazamaji unayekwenda kutusikiliza sasa,
Tuko na mgeni wetu anaitwa Nasra Shabani. Yeye anajihusisha na masuala mazima ya masuala ya madogo madogo na ni makubwa pia kwenye jamii. Anafanya mambo mazima ya kuweza kufanya mambo ya saluni. Tutakwenda kujua amenufaika vipi na biashara yake pia, na anaweza kumshauri nini mama aliyopo nyumbani sasa hivi katika hiyo biashara anayofanya yeye. Atatoa ushauri pia na atatoa mambo mengine mengi ambayo ya kukufunza wewe mama ulioko nyumbani sasa hivi, na wewe ambayo uliokuwa kazini, nini ufanye ama uboreshe nini katika kazi ambayo unayoifanya. Sawa, karibu sana. Na leo tutajikita katika mada yetu pendwa. Leo tutaanza na safari ndogo kabisa lakini ni kubwa. Mama wa leo ni mama yupi? Ni mama gani? Je, ni mama anayefanya kazi sokoni? Ni mama anayefanya biashara barabarani? Ni mama ambaye anatunza watoto nyumbani? Au ni mama anayejua mitandao ya kijamii? Tutakwenda kujua hayo mambo tukimkaribisha dada yetu Nasra hapa kwa ajili ya kuweza kutujibia. Dada, kwa faida ya watazamaji wetu wa Nabii Elia Online TV, wanataka kufahamu na wanataka kumfahamu pia, mama wa leo ni mama wa namna gani? Ni mama yupi? Karibu. Kwa mtazamo wangu mimi, mama wa leo si lazima awe na vitu vingi. Cha muhimu ni kuwa na uelewa, uthubutu, kujifunza na kujua thamani yake. Mama wa leo anaweza kukua kidogo. Mama wa leo anaweza kujifunza kidogo na kukua hatua kwa hatua. Mama wa leo anaweza kujifunza kutumia teknolojia. Anaweza kuanzisha biashara ndogo, lakini pia anaweza kujifunza jambo jipya. Kubwa zaidi, anaweza kuwa na ndoto zake. Okay. Asante sana dada yetu kwa jibu zuri ambalo lililomfikia sasa hivi mtazamaji wetu wa kipindi hiki anayetufuatilia mama wa leo. Umepata kwa uchache na umepata kitu kikubwa sana kwa uchache huo wa jibu waliotoa. Mama wa leo ni nani? Bwana, tumemfahamu mama wa leo, lakini pia tutaendelea mbele na maswali yetu mengi na mpaka yeye kuja kutueleza namna aliyoweza kufanikiwa. Karibu sana, usiondoke kwenye chaneli yako pendwa, maana hapa ndio kituo sahihi cha wewe kukupatia maarifa mbalimbali na ujuzi mbalimbali kuhusiana na teknolojia mbalimbali, kuhusiana na masuala mazima ya biashara na masuala yote yanayohusiana na masuala ya jamii. Ni ukweli ni kwamba kama alivyokwisha kutuambia dada hapa, mama wa leo mama wa leo ni mama ambaye anaweza akawa anafanya mambo mengi sana katika jamii. Mama wa leo anaweza akawa anafanya mambo mazima ya biashara, anaweza akawa anafanya kazi. Mama anaweza akafanya mambo mengi ambayo yanayohusu. Anaweza akafanya masuala mazima pia kazi za ofisini, lakini pia ni mama ambaye anayeweza kutunza familia yake ama kuiongoza familia yake katika misingi mizima ya kuweza kuwa na mambo mazuri katika familia. Lakini pia anaweza akawa hivyo pia, lakini anaweza akawa na ndoto zake kama mama. Na leo tuko na safari hii ambayo tunayokwenda kwa ajili ya kuweza kumtazama mama wa leo. Mama wa leo ni nani? Dada akatuambia kwa ufupi, lakini tutaendelea kujikita kwenye mada yetu pendwa. Usichomoke hapo. Bila kusahau tumepewa udhamini wa kipindi hiki na ofisi moja ya Mabu Concept jijini Dar es Salaam. Bwana, hao watu wanahusika, nikwambie na kitu kimoja. Wanahusika na masuala mazima ya uchoraji wa ramani za nyumba. Wanafanya kuchora ramani za nyumba, lakini pia wanatengeneza garden. Wanafanya decoration ya nyumba yako. Kufanya nyumba yako ikaonekana nyumba ya kisasa. Sio kwamba unaanza tu ujenzi, baada ya muda mfupi umekaa kwenye nyumba, unakuta nyumba yako na nyufa. Unakuta nyumba yako imetitia. Unakuta nyumba yako iko vipi? Kutana na Mabu Concept kwa namba zao za chini hizo zinazotembea hapo. Mabu Concept watakupa ushauri pia. Wanakuja site, wataangalia eneo lako la kiwanja, watakupa ushauri. Hapa tufanye kitu gani? Kutokana na eneo lako hili la bonde korongo, tufanye kitu hiki na hiki. Tuchore ramani hii. Watachora ramani kwa mfumo wa 3D, watakuonyesha kwamba nyumba yako itakapoisha itakuwa hivi. Lakini pia hawa watu ni wamefanya kazi hizi kwa muda mrefu sana, ni wazoefu wa hizi kazi. Karibuni sana Mabu Concept jijini Dar es Salaam. Wanapatikana wapi sasa? Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Mkabala tuna kituo cha mwendokasi hapa Gongo la Mboto, upande wako wa jeshini. Wewe uliokuwa huko unatokea sehemu mbalimbali hapa Dar es Salaam, fika mpaka Gongo la Mboto, utakuta kituo cha mwendokasi hapa Gongo la Mboto, wanapaita Maliasili. Upande wako wa jeshini utakutana na bango kubwa linalozungumza masuala mazima
ya Mabu Concept. Ukifika hapo pia utapata huduma mbalimbali, watakupa ushauri na pia watakupa mambo mazuri ambayo ya kuweza kufanya nyumba yako ikawe. Watakutanisha na watu sahihi wanayefanya masuala mazima ya uuzaji wa vitu vya ujenzi. Watakutanisha na mambo mazima ya watu wanauza masuala ya rangi. Watakuambia ni sehemu gani pa kuweza kununua tofali ambazo zilizokuwa zenye ujazo na zilizokuwa ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kujenga nyumba yako vizuri. Watakukutanisha na masuala mazima ya watu wanayofanya biashara kama hizo pia. Karibu sana wewe ulioko nyumbani unatamani sasa hivi kufanya ujenzi wa nyumba yako, usiwasahau Mabu Concept. Kwa namba zao hizi hapa za chini hapo, wasiliana nao sasa ili kuweza kufanya mambo yako yakaendelea. Na tunaendelea tena mbele katika kipindi chetu wiki cha mama wa leo. Tunajikita na mama wa leo kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi sana katika jamii yanayoweza kuwakuta ama yanayokithiri kwa ajili ya kuweza kumfanya mama aonekane ni mtu ambaye anayenyanyasika, hana haki, pia anatelekezwa na watoto, anatelekezwa katika mambo mengi. Leo tutajifunza huyu mama mpaka kuweza kuona anaweza kufanya vitu vikubwa na jamii ikamuelewa na jamii ikamkubali katika mambo anayoyafanya. Karibuni sana, tuendelee kuwa pamoja na sisi. Na hapa ndugu mtazamaji, niweze kukupa maswali machache ya kuweza kufikiria mama huyu tunayemzungumzia ni mama yupi, au wewe mama ulioko nyumbani uko katika haya makundi pia. Lakini pia kama uko katika haya makundi, tunataka tujue, tushare na wewe pia kuhusiana na kuweza kujua pia hayo mambo. Hapa niko na maswali machache kama vile nasema kwamba je, ni mama anayejua masuala mazima ya kutumia simu ya kijanja, au ni mama anayefanya biashara mtandaoni? Huyo mama wa leo. Mama wa leo ni yule anayejua mitandao ya kijamii kwa ufanisi mkubwa sana. Tunataka tufahamu pia wewe utakayetuandikia. Au ni yule mama anayejua kusimamia familia yake huku akijenga maisha yake. Tunataka tufahamu pia kuhusu huyo mama wa leo. Katika hayo mambo utatuambia hapo. Na naomba nikuulize swali dada yangu, kama hutoweza kujali, kwa ajili ya faida ya watazamaji pia wanayetusikiliza, katika kujua mambo mawili matatu kuhusiana na hiyo. Ni katika maisha yako ya kila siku, ni changamoto gani ambazo unazokutana nazo na zinazofanya uweze kusonga mbele? Kwa upande wangu mimi, kitu kinachonipa nguvu ya kuendelea kwenye maisha yangu ya kila siku, kwanza najiamini. Najiamini, najikubali, najithamini. Hivyo tu vinatosha. Okay. Na pia swala moja ambalo nilikuwa nataka kufahamu pia, ni changamoto gani mama wa leo anayopitia katika maisha yake na ungependa kumshauri nini? Yes, mama wa leo anakutana na changamoto nyingi sana. Ndio. Mojawapo ni changamoto ya kimalezi. Mama wa leo anakutana na changamoto hii pale anapofikiria mwanae anahitaji, watoto wake wanahitaji kwenda skuli, lakini pia watoto wanamwangalia, wanataka kuvaa, wanataka kula, lakini hana uwezo huo. So kilikuwa ni moja ya changamoto anakutana nayo mama wa leo. Lakini pia changamoto ya kiafya na kisaikolojia. Kama nilivyokwisha kusema, pia hii inampelekea mama wa leo kwenda kujikita na makazi magumu ambayo yanakuja kumwathiri kiafya na kisaikolojia. Pia anakuwa na stress hivyo hivyo kulingana na familia yake inavyomtegemea. Anakuwa na stress ya kwanza, anawaza huyu watoto wangu watakula nini, watavaa nini, bado kuna shule ajenda. Kwa hiyo anachanganikiwa, inabidi tu anachukua maamuzi hata ya kwenda tu mabaa huko. Okay. Lakini bila yeye kujitambua, inaweza tu kukaa sawa. Naam, tuko na bidada hapa Nasra, ametoa ujumbe mzuri sana. Umefundishwa, umeelewa nini cha kufanya na pia changamoto unazopitia wewe mama wa nyumbani sasa hivi. Mama mwenzenu hapa ametoka kuzungumzia, ameeleza vitu vizuri sana katika maisha ya mtazamo wa kawaida. Unapaswa hata wewe ulioko nyumbani sasa hivi upate mfano huu mkubwa ambao aliyokuwa ametoa mama mwenzenu hapa. Ni mama kijana, ametoa mambo mazuri pia na kujiepusha na mambo mazima ambayo yanaweza kuhusu masuala mazima ya tunapomzungumzia mama wa leo, hatuwezi kuacha swala zima la uchumi sasa hivi, maana tunaona wamama
mpo saizi katika vikundi mbalimbali, vikundi vya mikopo, vikundi vya vikoba na mambo mengine. Tunapomzungumzia mama wa leo, tunasema hatuwezi kumwacha hivyo, kwa sababu mama wengi wa sasa wana vipaji sawa, wana uwezo wa kufanya biashara na wana uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini wakati mwingine hawajui waanzie wapi. Una nini la kuwashauri kama wewe bwana Bilasa? Okay. Kwa mwanamke anayepitia changamoto hizi, ningeweza kumshauri atafute kazi kwa ajili ya kwa ajili ya kuepusha matatizo, kwa ajili ya kuepusha hizo changamoto zote anazokumbana nazo. Okay. Kwa uzoefu wako, mama anayetaka kujenga kipato chake aanzie wapi? Kama anataka kuanza kipato chake, si lazima aanze na vitu vikubwa. Natakiwa aanze tu kwanza na biashara ndogo tu, maana hata waliokuwa na biashara kubwa walianzia chini. Kwa hiyo huwezi ukaanza na biashara kubwa huwezi ukaanza na biashara kubwa ukawa na maendeleo. Lazima uanze na biashara ya ndogo, maana ukianza na biashara kubwa lazima utakuwa na changamoto nyingi. Huwezi ukaanza na biashara kubwa wakati biashara ndogo hujui inaendaje, so ni kitu ambacho hakiwezekani. Na jambo gani mama anatakiwa kuepuka anapoanza hiyo biashara? Kwanza stress. Asiwe na stress. Biashara itakiwa uwe na stress. Kingine, sio kila mtu na kumwamini kwenye biashara. Usimwamini kila mtu, wengine wanakuja kwa ajili ya kukudidimiza. Hasa marafiki. Okay. Okay, kwa ujumbe huo mama ulioko nyumbani sasa hivi, kwa ujumbe mmoja ambao tunaweza kuzungumza hapa ni kwamba usidharau mwanzo wako mdogo. Jambo kubwa linaweza likaanza na hatua ndogo uliyokuwa umeanza nayo, mama wa nyumbani. Usianze kusema mimi na biashara yangu ndogo hii nitafika kweli. Hata hao waliokuwa wameanza na biashara kubwa pia walianza kidogo kidogo mpaka sasa hivi wanamiliki vitu ambavyo unavyoviona. Sio kwamba walianza kikubwa, na hicho kidogo unachokianza sasa hivi, mama ulioko nyumbani, kithamini, kitunze. Sio kwamba unapata 5,000 unakula 4,000. Jitunze, kitunze kipato chako, kitakusaidia mbele kwa ajili ya kuweza kuona biashara yako inakuwa. Nasra hapa ametushauri vitu vikubwa. Mama mwenzenu huyu ametoa ushauri pia, maana tumezungumza ni mama ambaye amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Ni mama ama ni mwanamke wa mifano kwa jamii. Tupate mifano kupitia yeye, pia anatupa bado mambo mengi ambayo tutaweza kuendelea kuyapata kupitia huyu dada Nasra. Karibu sana na usibanduke hapa na wala usichoke. Leo tuko na mambo mengi sana. Mimi mtangazaji wako wa kipindi hiki pia naitwa Nabii Elia. Pia usisahau pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Nabii Elia Online TV pale YouTube, lakini pia Facebook pale tunapatikana kwa jina la Nabii Elia Online TV pia. Lakini pia usisahau kusubscribe, kushare, like pia waweze kuwatumia na wenzako pia waweze kupata huu ujumbe wa mama. Pia hata baba pia wanaweza kujifunza kujua ni kitu gani anachotakiwa kumwanzishia mke wake nyumbani na kuweza kusonga na kuweza kusimamia familia yake. Sawa Bi Nasra, nina swali moja hapa nataka nikuulize pia, na watazamaji pia wanataka kufahamu pia. Unadhani mama anaweza kutumia mitandao ya kijamii kujenga biashara ama kujitangaza? Kama tunavyojua, mitandao ya kijamii ipo kwa ajili ya kuonyesha ulichonacho. Vile vile ilivyokuwa kwa mama wa leo, anaweza akatumia kipaji chake au anaweza akatumia biashara yake kwa ajili ya kuitangaza watu, yaani kwa ajili ya kuwatangazia watu wengine. Jinsi anavyowatangazia watu wengine, hivyo kupitia ile njia anaweza akapata wateja wengi, lakini pia anaweza akaendelea kiuchumi. Okay. Na hapa tunasema kwamba mama wa leo anahitaji kujifunza. Si lazima kujifunza kila kitu leo, sawa, lakini pia anaweza kuanza jambo moja kisha akajifunza, na baada ya hapo akaendelea mwenyewe kufanya yale aliyojifunza. Wewe mama ulioko nyumbani sasa, sio lazima kujifunza mambo mengi kwa wakati mmoja. Tunatambua mama huko nyumbani katika mambo makubwa ya kuweza kudumisha. Biblia inasema mwanamke ni pambo la nyumba pia. Sio lazima vitu vingi ukavifanya ukakosa kutimiza yale majukumu ya mama kwenye nyumba, ama majukumu bora ama majukumu makubwa yanayokuhusu mama.
kwa kusema kwamba kuna vitu unajifunza, lakini pia unaweza ukajifunza vitu vichache baada ya kujua ukavitendea kazi vikakusaidia. Kwa mfano, ukajifunza kutengeneza sabuni ya maji, iko ni kitu kimoja. Ukajifunza kutengeneza vitu mbalimbali, kwa mfano kupika keki, jambo la pili. Ukaanza navyo hivyo vitu ulivyojifunza, vitakuletea impact kubwa sana. Usitapanye nguvu kujifunza kila kitu. Leo umeshika kujifunza kushona, kesho umejifunza saluni, kesho kutwa umejifunza kutengeneza sabuni ya maji. Utatapanya nguvu pasipokuwa na majibu mazuri pia. Lakini hapa mama wa leo tumeandika kwamba kusema kwamba anaweza kujifunza sio kila kitu, lakini akajifunza vitu vichache kisha akaendelea mwenyewe pia. Tuko na bidada hapa Nasra, yeye amejikita kwenye masuala mazima ya saluni. Amewekeza nguvu zake kwenye saluni. Ndio tunayemtumia sasa hivi kama mwanamke ambayo aliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kama mama wa leo, mama wa jamii sasa ambayo tunayemtegemea. Mama wa kileo pia amekwenda na wakati, pia ana mambo kama hayo pia. Lakini pia bado tunaendelea na sasa tuje kwako mtazamaji, utuambie kupitia maoni yako hapa kwa yale yote tuliyojifunza kuhusiana na mama wa leo. Tuambie kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pia tunatumia WhatsApp kwa namba za simu hizo hapo 0783927732. Tuandikie hapo kwa mtazamo wako wewe unavyoweza kuona mama wa leo. Unaweza ukatuandikia hapo kwa kuweza kwa ajili ya manufaa pia, na pia tutasoma pia maoni yako kwa kipindi kijacho, tutaelewa, na pia kwa ajili ya kuwapa watu wengine ambao waliokuwa wako nyumbani kujua mambo mengi, changamoto gani kubwa ambazo wanayokutana nayo kina mama wa leo. Hapo kupitia maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa WhatsApp namba 0783927732. Tuandikie hapo ni changamoto gani kubwa ambayo anayekutana nayo mama wa leo katika maisha yake ya kila siku. Hatutaweza kukuacha hivyo hivyo pia. Lakini pia tumepewa mkono wa shirika na Mabu Concept. Ni hawa watu ni wachoraji wa ramani za nyumba, pia wanachora ramani za nyumba kwa mfumo wa 3D, lakini pia wanatengeneza garden kwenye nyumba yako, pia wanafanya decoration ya nyumba yako pia, lakini pia wanatoa ushauri na saa katika ujenzi ama project unayotaka kuanzisha pia. Hao watu bwana wanapatikana wapi? Tulishawahi kuambia kwamba hao watu bwana wanapatikana jijini Dar es Salaam, Gongo la Mboto, opposite na kituo cha mwendokasi hapa Gongo la Mboto, wanapaita Mali Asili. Upande wako wa jeshini utakutana na bango letu kubwa limeandikwa Mabu Concept. Wasiliana nao sasa kwa namba hizo hapo za chini, pia uweze kujipatia watu sahihi pia katika masuala mazima ya project unayotaka kuanza kwenye ujenzi pia. Lakini pia tusisahau tumepewa mkono wa shirika na chuo cha Udzungwa Professional Training College. Bwana, hao watu bwana wanapatikana mkoani Morogoro, wilaya ya Kilombero pale, mkabala tu na lango kuu la kuingilia watalii hifadhi ya milima Udzungwa, kwa ajili ya kukupa elimu pia. Maana sasa hivi tunasema elimu ni mwanga. Pasipokuwa na elimu hakuna kitu kingine unachoweza kufanya. Udzungwa Professional Training College, baada ya kufahamu kwamba elimu ni mwanga, wameleta kozi mbalimbali pale. Wanafundisha masuala ya tourism and tour guide, hotel management, pamoja na masuala mazima ya lugha ya Kifaransa kwa bei nafuu pia, bila kusahau masuala mazima ya computer program. Bwana, fika sasa. Lakini pia wanatoa ofa ya somo la Kiingereza bure pasi kuna shaka yoyote. Wewe ulioko nyumbani sasa hivi umemaliza zako shule, unatamani kufanya kitu ambacho cha ndoto yako pia, husika na masuala mazima, kutana na hao watu wakakupa ushauri na wakaweza kukupa mambo mazima ya mambo yako pia. Lakini pia sifa ya muombaji awe amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Ndio sifa kuu za Udzungwa Professional Training College katika masuala mazima ya kukupatia elimu pia. Tunaendelea pia na kipindi chetu pendwa hiki, kipindi cha mama wa leo, na sasa tuko na mada mbalimbali na zinazoendelea tena pia. Usibanduke pia, tuko na dada hapa ambaye aliyofanikiwa sana kwa kiasi kikubwa kwenye jamii. Ndio tunamtumia sasa hivi kama kioo ama kama mtazamo wa jicho la pili kwa mama walioko nyumbani pia, kupitia mifano michache ya mama kijana wa leo. Lakini pia mama wa sasa anaweza kuwa ni mama ambaye anafanya mambo mengi pia, lakini tumezungumza pale nyuma pale, asiwe anatumia mambo mengi ama muda mwingi kujifunza vitu vingi. Hapana, anatakiwa kutumia muda mwingi
kujifunza vitu vichache, alafu baada ya kujifunza akapata muda wa kuendelea kufanya kile kitu alichokuwa amejifunza pia. Okay? Weekend unapenda kutoka kwenda wapi ama unapenda kuwa wapi katika weekend? Weekend ningependa kukaa nyumbani na familia yangu. Okay. Na wewe pia mpenzi mtazamaji, unaweza ukatuandikia na kutuambia pia unapenda nini kwenye weekend, unapenda kutoka ama kuwepo nyumbani sasa na familia? Lakini pia ukipewa nafasi pia kazini, wanasema leo upumzike, pia unapenda kutembea ama unapenda kubaki nyumbani kwa ajili ya kupumzisha akili yako? Pia utatuambia pia, na maoni mengi ambayo ungependa kutuandikia kupitia namba zetu za simu hizo tulizozitaja. Hili ndilo jibu zuri ambalo aliyokuwa amelijibu dada hapa, kwamba yeye huwa anapenda kukaa na familia yake. Ndivyo mama anatakiwa sasa hivi, mama wa leo, yani mama wa kileo anatakiwa kuwa hivyo pia. Wakati mwingine sio lazima kutoka toka, inabidi ubaki nyumbani uweze kujua, kwa sababu tunajua wamama wengi sasa hizi pia mnajishughulisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, hamko na familia zenu, hamko na watoto wenu, mko mbali na watoto wenu. Lakini mtakapopata muda pia wa kukaa nyumbani, jaribuni pia kuona weekend mnakuwa na watoto pamoja, mnacheza, ndio utakuja kutambua. Usiamini tu dada wa kazi peke yake, kwa sababu anaweza akatoa malezi ambayo yeye dada wa kazi aliyojifunza kutoka kwao, lakini pia ikawa ni ngumu ama mbaya zaidi kumfundisha mtoto wako yale malezi pia. Karibu sana ujifunze kupitia dada yetu Nasra, anakwenda kutufundisha vitu vikubwa sana kuhusiana na mama wa leo. Karibu sana. Na hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha mama wa leo. Hapa leo tulikuwa tunazungumzia mambo mbalimbali, tulikuwa tunazungumzia fursa, kazi, biashara, mambo kadha wa kadha kuhusiana na mama wa kizazi cha sasa, changamoto zake, fursa zake, mahusiano ya kijamii na kujifunza. Lakini pia ni mwanzo tu wa hiki kipindi. Sawa sawa, huu ni mwanzo tu wa hiki kipindi ambacho kinachomgusa mama. Kwa episodi zingine zinazoendelea mbele, usikose na usisahau sana kutufollow, kutulike kupitia kipindi chako hiki pendwa cha mama wa leo, lakini pia katika chaneli yako pendwa ya Nabii Elia Online TV. Pia tutamzungumzia mama kwa wakati mwingine katika namna nyingine nyingi ambazo tulikuwa nazo. Ulikuwa nami mtangazaji wako naitwa Elia Eliudi Mwile, lakini pia tulikuwa na bidada hapa anaitwa Nasra Shabani. Ni dada ambaye amefanikiwa sana katika mazingira mazima ya swala la wamama wa sasa ama mama wa sasa pia. Lakini pia tumepewa mkono wa shirika na haya makampuni mawili ambayo tulikuwa tunazungumza, kampuni pamoja na shule ya Udzungwa Professional Training College, lakini pia hii kampuni ya Mabu Concept. Wewe wasiliana nao sasa hivi utimize ndoto zako za nyumba yako pia. Lakini pia usisahau kutufuatilia katika vipindi vyetu pendwa hapa Nabii Elia Online TV. Bwana, kila siku ya Jumapili muda ni kuanzia saa 8 mchana tunapatikana pia. Karibuni sana, mjiunge na sisi katika mambo mengine mengi, kujifunza masuala mazima ya maisha, kujua changamoto, teknolojia, ubunifu na masuala mazima mengi ya urembo pia. Tuko na dada hapa, yeye anahusika na masuala mazima ya urembo. Tutajifunza vitu mbalimbali kuhusiana na urembo. Kipindi kijacho hatutajua kwamba kitahusu nini, lakini pia tutakuambia pia. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kujua vitu vingine. Wewe subscribe sasa hivi kwa ajili ya kuweza kuwa wa kwanza kufuatilia na kujua vitu ambavyo vilivyokuwa vimekwisha kujia katika mambo mazima ya maisha yako. Ulikuwa nami mtangazaji wako, langu jina naitwa Elia Eliudi Mwile. Kwa niaba ya mgeni tuliokuwa naye studio, tunasema pia asanteni sana kwa kututizama. Muwe na wakati mwema na Mungu hawabariki.